Jumapili iliyopita tukisoma hiyo Injili ya Luka ilikuwa ikituelezea Yesu anatuhimiza kusali daima bila kuchoka. Kama mnakumbuka, tuliwekewa mbele yetu mfano ya yule mama ambaye alikuwa anadai haki yake kutoka kwa kadhi mdhalimu. Ambaye alikuwa anasema, japokuwa mimi ni mdhalimu, japokuwa mimi simheshimu Mungu na siwaheshimu watu, lakini kwa kuwa huyu mama ananijia na kunisumbua kila siku, nitampa haki yake. Na hivi basi tunaambiwa tusali daima. Sala yetu isiwe ya kukata tamaa. Sala yetu isiwe ya mara moja, ya rasharasha au sala ya juujuu, bali sala yetu iwe ya ndani, mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye kila siku tuko naye, ambaye kama anatoa ulinzi wake, akiacha kutulinda hata sekundo moja, sisi hatutakuwepo hapa tulipo. Ndio maana ya sala. Na sala sio tu maombi, sala ina mpana, kama ile sala ya Baba Yetu ambayo tumeizoea. Sala ambayo inaweka Mungu nafasi ya kwanza. Sala ambayo mbele ya Mwenyezi Mungu tunamshukuru. Mbele ya Mwenyezi Mungu tunamwabudu, tunamtukuza kwa sababu yeye ndiye kila kitu. Kila kitu tulicho nacho na sisi wenyewe ni mali ya Mungu. Tukisali kwa moyo huo, manake moyo wetu ukiwa unahusiana na Mungu katika kujua ya kwamba yeye ndiye pumzi yetu, yeye ndiye maisha yetu. Lakini haitoshi kusali. Na sala sio maneno, na sala sio formula fulani zile ambazo tunarudia. Sala kama kwa mfano ya Rozari takatifu ya Bikira Maria, sala ya huruma ya Rozari ya huruma ya Mungu, au sala ya litania labda ya moyo mtakatifu wa Yesu wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo ni maneno ambayo kanisa katika historia yake imeunda ili kuweza kutusaidia sisi tuhusiana na Mwenyezi Mungu kwa namna fulani. Ni kama vile Mwenyezi Mungu anatengeneza maneno na kufundisha jinsi ya kuongea naye. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo, wafuasi wake walipomfuata akasema, tufundishe kusali. Akatuonyesha namna ya kusali. Akasema, mnaposali sema, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike. Baadaye maombi yale yanayomhusu mwanadamu: utusamehe dhambi zetu, utupe mkate wetu wa kila siku, usituache katika majaribu. Ni maombi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameyaweka kwa namna sala fupi tu, lakini maudhui yake ni mafupi. Lakini Injili ya leo inatuonyesha ya kwamba moyo ndio chimbuko la sala. Tumepewa, Bwana wetu Yesu Kristo ametupa mfano wa hao wawili. Mmoja alikuwa Farisayo na mwingine mtoza ushuru. Wanapanda kwenda hekaluni, wanaenda kusali. Mmoja anaenda karibu na altare, anakaa kiti cha mbele, na yule wa pili anakaa, tungesema, benchi la nyuma kabisa. Na anaposali hathubutu hata kuinua macho yake. Lakini huyu Farisayo bila shaka alisali akiwa amesimama, au labda ameinua mikono, kama tulivyosikia Jumapili iliyopita ile sala ya Musa alipokuwa akiinua mikono
na mikono yake ilipokuwa ikichoka, wasaidizi wake waliweka mawe, walishikilia mawe ili mkono wake uweze kumwelekea Baba wa mbinguni. Labda huyo Farisayo alikuwa ni mcha Mungu, na kweli alikuwa ni mcha Mungu. Ndugu zangu, mara nyingi tunaweza tukasoma hii Injili tusielewe vizuri, tukafikiria Yesu alitaka kulaumu huyu Farisayo na sala yake. Lakini hebu tuangalie taratibu, Farisayo alikuwa ni nani na huyo mtoza ushuru alikuwa ni nani? Manake tukielewa hayo tunaweza kuelewa vizuri mafundisho ambayo Yesu alitaka kutuambia katika Jumapili ya leo. Farisayo alikuwa ni nani? Alikuwa ni wale watu watakatifu, wale ambao walikuwa wanashika sheria ya Mungu kila nukta, wasiache hata nukta moja. Tunaambiwa sheria hizo za Mungu, hiyo Torati, ilikuwa inazidi sheria 366 karibu na ya siku za mwaka, na hawa walikuwa wanazishika kiuaminifu. Na sala yake anaposema na kushukuru Mungu kwa kuwa mimi sio kama watu wengine, waizi, wanyang'anyi, wazinzi, na sio kama yule jamaa aliyesimama kule nyuma. Sasa sijui alikuwa amesimama au alikuwa amekaa namna gani, lakini ukiangalia kwa utaratibu, huyu Farisayo alikuwa kweli anatenda hayo yote. Anasema, angalia, ninalipa zaka ya mali yangu yote, ninafunga mara 2 kwa wiki, mara 2 kwa juma. Na alikuwa anafanya, alikuwa anatimiza, alikuwa ni mcha Mungu, mbele ya watu alikuwa ni mtakatifu. Lakini ndugu zangu, nini kosa la huyu? Ni kweli alikuwa anamcha Mungu. Tungejiweka katika viatu vyake, ni wale ambao tunakuja kanisani kila Jumapili, au wengine tunahudhuria misa za wiki, au wengine kama sisi ambao tunapaswa kusali sala ya kanisa kila siku, huenda tunasali kiaminifu sala hizo. Tunasali rozari, tunahudhuria misa, tunahudhuria jumuiya, tunatimiza hata ile zaka, fungu la 10 tunalipa. Lakini kosa la huyu Farisayo tutaisikia mwishoni mwa Injili anaposema, huyu hapa aliondoka patupu. Kwa nini aliondoka patupu? Sala yake, alikuja hekaluni kusali, akaondoka kama alivyoingia, kwa sababu yeye hakumweka Mungu wa kwanza. Ni kweli alimshukuru Mungu, sala ya shukrani, nakushukuru Mungu, lakini namshukuru Mungu kwa nini? Na Injili katika lugha ya Kiswahili inatuambia wale wanaojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine. Wanajikina. Umejikinai, umeshiba, unakuja kwa Mungu kutafuta nini kama umeshiba? Kama uhitaji chochote, unakuja hekaluni kufanya nini kama umekinai? Ni kama vile mtu ambaye amelima shamba, amepata mazao mengi, kama yule tuliyemsikia Jumapili zilizopita. Akasema, sasa
Mazao yangu yamejaa, sina mahali pa kuyaweka. Sina mahali pa kuyaweka, nitavunja ghala zangu na kutengeneza ghala mpya. Mwisho wa Injili ile anasema, mpumbavu wewe, mpumbavu wewe, kwa maana usiku wa leo wanadai roho yako. Kosa ni nini? Anakuwa amejikinai kutoka kwa Mungu, hahitaji kitu. Sasa kama kutoka kwa Mungu hahitaji kitu, unakuja mbele ya Mungu kumletea matunda badala ya kuangalia mti unaotoa matunda. Ndio maana yake. Matunda yanatoka kwenye mti. Matunda ni alama. Mti unaweza ukazaa mwaka huu, mwaka kesho usizae. Mti unaweza ukakosa mvua, maji, usizae. Kama mti hauna afya, kama mti hauna rutuba, huwezi kupata matunda. Na sisi vivyo hivyo, ndugu zangu, haya yote tulio nayo, maisha yetu, afya njema, familia inayoshamiri, ni matunda. Mti uko wapi? Mti uko wapi? Ukiangalia matunda ukasahau mti, hauna uhakika ya kesho. Lakini ukitunza mti utastawi, utavumilia wakati wa shibe na wakati wa njaa, wakati wa ukame na wakati wa mvua. Mti ni nini? Mti ni sisi, ni roho yetu, ni moyo wetu. Na mti huu hauna afya kama hauna mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, ambaye ndio chimbuko la kila kitu. Mungu ndiye chimbuko la kila kitu. Mimi mwenyewe yote niliyokuwa nayo na nitakayokuwa nayo yanatoka kwake na ni mali yake. Hatuna budi kuyarudisha kwake. Sasa huyu Farisayo alisahau hayo. Huyu Farisayo alisahau hayo. Analeta wasifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Anajisifu mbele yake. Ni kama vile alikuwa anasali mbele ya kioo akiangalia sura yake. Angalia jinsi nilivyo mzuri, nilivyo na afya njema. Mfano mmoja wetu hapa angekuja kanisani anasema, Mungu nakushukuru kwa kweli. Angalia jinsi nilivyo nenepa. Angalia familia yangu inavyoendelea. Angalia watoto. Angalia maisha yangu jinsi yalivyo na neema, nakushukuru Mwenyezi Mungu. Lakini inatosha? Hiyo shukrani inatosha? Hiyo shukrani haijatosha. Mpaka tutambue ya kwamba yote tulio nayo na sisi wenyewe ni mali ya Mungu. Yote tulio nayo tumepewa. Kama sasa hivi wewe ni mwema, wewe si mnyang'anyi, wewe si mzinzi, wewe si mwongo, wewe si mbea, shukuru Mungu ndio. Lakini mpaka lini? Na kama ukiangalia tu matunda ya matendo yako ukasahau ya kwamba wewe ni mwema, wewe ni mkarimu, wewe sio mwongo, wewe sio mwizi, wewe sio mzizi, ni kwa sababu ya huruma ya Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Miaka kadhaa nilikuwa huko Morogoro, tulikuwa tumechukua utume wa magereza. Tulikuwa tunasali
na wa magereza, ukisikia wanavyoimba, wanaimba kwa sauti yao yote, wanavyoimba kwa furaha yote, wanavyomsifu Mwenyezi Mungu, unaweza ukasema kwa nini wako gerezani? Naweza ukasema hawa sio wale ambao wanasali vizuri, wanaimba vizuri, wanamtukuza Mwenyezi Mungu vizuri. Lakini mara nyingi nilikuwa nikiwaambia, ndugu zangu, shukuru Mungu kwa kuwa uko ndani ya gereza. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo sasa hivi unayo. Lakini pia nilikuwa najiambia mimi, je, mimi ni bora kuliko hawa ambao wako gerezani? Tofauti yangu na wao ni ipi? Lakini mara nyingi tukumbuke ya kwamba tofauti ni kwamba wao wamekamatwa, wao wameletewa ushahidi, na mara nyingine labda ushahidi wa uongo, wamewekwa ndani. Je, watu wangekuwa wanajua yaliyo moyoni, maovu yangu yaliyojificha, yaliyofichika ndani mwangu, si ajabu hata mimi ningekuwa ndani, tena kwenye gereza kabisa la ndani. Ndio maana kumhukumu mwenzako ni dhambi kubwa kuliko dhambi nyingine. Kumnyoshea kidole mwenzako, na ndilo kosa alilofanya huyu mtoza ushuru. Hakutambua yale yote. Ni kweli alikuwa anafunga mara 105 kwa mwaka, badala ya sheria ya kufunga mara 5 kwa mwaka. Ni kweli alikuwa anatoa zaka na fungu la 10. Lakini inatosha? Haitoshi. Lakini yule mtoza ushuru, na mtoza ushuru alikuwa ni mtu wa namna gani? Mtoza ushuru alikuwa ni agenti wa serikali. Alikuwa anashirikiana na serikali ya kikoloni ya Warumi. Alikuwa anakusanya kodi, na kodi alizokuwa akikusanya na wapelekea wakandamizaji wa taifa wanafaidi, na fungu kubwa alikuwa linabaki mfukoni mwake. Hiyo kodi ilikuwa ikikusanywa vipi? Kwa viboko, kwa damu, kwa mateso ya watu. Ndio maana watoza ushuru walikuwa wananyoshewa kidole, walikuwa ni wakandamizaji, watu ambao mbele ya watu wote walikuwa wanajua hao ni wenye dhambi. Walikuwa hata kuingia hekaluni walikuwa wanaingia kwa kutojulikana. Walikuwa kweli ni watu waovu, na kweli walikuwa ni wanyang'anyi, walikuwa ni wauaji, walikuwa ni wakandamizaji, walikuwa ni watu wanaopoteza watu. Lakini tofauti, yule mtoza ushuru alisemaje? Katika sala yake alisimama nyuma moyoni mwake kwa sauti ya chini, akiwa ameangalia chini, akasema, Mungu wangu, niwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Ndugu zangu, sala hiyo ni fupi. Sala hiyo inagusa, inapenya mbingu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Ni sala ambayo inamfikia Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ndugu zangu, mtoza ushuru alifika kanisani kuomba huruma, hakuja kujisifu. Alikuja kanisani kupiga magoti, nataka nibadilike, nataka niwe mtu mwema. Lakini udhaifu wangu, maovu yangu yananikandamiza. Mungu, unionee huruma, mimi ni mwenye dhambi. Ndugu zangu, hiyo ndiyo sala yetu.
Ndugu zangu, Injili hiyo inaongea juu ya maisha yetu. Sisi ambao tumepata bahati tumekuja kanisani, labda hata kwenye misa za wiki tunahudhuria, tunasikiliza neno la Mungu. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa Rozari, tunahudhuria, tunasali Rozari. Je, sala yetu inatuongoa, inatubadilisha? Sala yetu inaakisi maisha yetu? Leo hii Bwana wetu Yesu Kristo anasema sisi ni wenye dhambi, tumombe huruma Mungu aguse maisha yetu, atusamee dhambi zetu. Na mwisho wa Injili Yesu anasemaje? Angalia, huyo Farisayo aliondoka vivyo hivyo kama alivyoingia kanisani au hekaluni, lakini mtoza ushuru alienda amefanywa mwenye haki, ametakatifuza, ametakaswa, amekuwa mtu mpya, amekuwa mtu. Ndugu zangu, tumombe Mwenyezi Mungu katika misa hii tusiondoke patupu, tuondoke tumetakasika, tuondoke tumebarikiwa, tuondoke tumehurumiwa, tuondoke tumebadilika, tumekuwa watu wapya. Tumsifu Yesu Kristo.